Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ubwana kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tuachie maoni yako kwenye comment. Asante sana kwa kutuandikia. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka maadili haki mahakamani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Serikali yafafanua kura EU ushirikiano na Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. CRDB yashusha neema kwa familia ya pacha watano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Afrika yaiamini Tanzania yaitiwa rasmi kuratibu ajenda tabia nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wanafunzi 280,000 kupewa mikopo ya trilioni 1.7. Habari katika ukurasa wa 3. Polisi yaonya wanaopanga kuvuruga amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Mavazi ya kimila kung'ara kongamano la Kiswahili Paris. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rais wa Namibia atua kujadili ushirikiano na Samia. Habari katika kurasa za ndani. Habari picha inamuonyesha Rais wa Namibia Dr. Netembo Nandi-Ndaitwah akiwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo baada ya kuwasili katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere Dar es Salaam jana kwa ziara ya kitaifa yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ushirikiano kati ya mataifa mawili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge maofisa TRA umulikwe, madai mianya ya ubadhirifu, ubabe wa kodi na ukosefu wa weledi vinadhoofisha mapato ya taifa. Mwingine atoa ushuhuda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Malalamiko ya bunge, makadirio makubwa ya kodi, ubabe katika ukusanyaji, mianya ya upotevu wa mapato. Nukuu ya Tarimba Abbas ikisema wafanyabiashara wanapigwa kulia, wanapigwa kushoto na wanapigwa juu, mwanzo mwisho watu wanalia. Nukuu ya Saasisha Mafua ikisema ubabe na kufunga biashara hautatusaidia, ni vema tukakaa chini na kuzungumza namna gani tunavyoweza kulisaidia taifa hili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. CRDB wapa kianzio pacha watano wazazi. Nukuu ya Simon Mkwizu baba wa mtoto ikisema mlichokifanya ni sawa na kumpatia maji mtu mwenye kiu jangwani. Mimi na familia yangu tunashukuru sana. Dondoo muhimu: milioni 1.5 kiasi kilichowekwa kwa kila mtoto, 500,000 thamani ya hisa kwa kila mtoto, milioni 2.5 msaada kwa mama yao Victoria, bajaji moja mpya kwa ajili ya kuongeza kipato cha familia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mahakama ilivyopangua hoja za Baba Levo. Habari katika ukurasa wa 2. Bunge la Ulaya lagangania msaada wa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wakili wa Besigye ashtakiwa kwa uhaini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Metopeo ya fashion ndani ya kombe la dunia 2026. Habari kamili ni katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji
wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni waliopigana vita Kagera kulipwa. Ni uamuzi uliotolewa bungeni na waziri mkuu asema uhakiki umeiva, lakini undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Alijifungua pacha watano azidi kupata neema, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kipenga uombaji mikopo vyuo vikuu chapulizwa, vigezo vyatajwa, habari katika ukurasa wa 5. Kihongosi agomalia mdahalo na viongozi wa Chadema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania ya 3 Afrika kwa wingi wa tembo, habari katika ukurasa wa 3. Ali Hapi, viongozi wasio na maadili wanakichafua chama, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika uhusiano Tanzania EU ni mzuri, wizara pia yasisitiza programu ya ubia ya euro milioni 156 iko pale pale, majadiliano kuendelea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kihongosi akemea tabia za wanasiasa uchochezi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Polisi watoa onyo kali kwa wanaotaka kuvuruga amani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Anna Abdullah agosha bajeti kumjali mwanamke. Keti Kamba, katibu mkuu wa UWT kuichambua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia asisitiza haki kwa mahakama, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. SMZ yafafanua kuhusu ushirika huduma za afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, SNR yaimarisha uwajibikaji kwa utendaji, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza kwenye mahojiano maalum ya kutimia miaka 5 tangu kuanzishwa kwa mfumo wa sema na rais SNR, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Baraza la Wawakilishi lapitisha muswada wa matumizi 2026-2027, habari katika ukurasa wa pili. IPA TPSC vyatakiwa kujenga utumishi wenye weledi, habari katika ukurasa wa 18. Uwema yarejesha tahasusi ya AKLL, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili pia limeandika mifumo ya kidigitali yarahisisha utoaji wa huduma kwa wakati, habari katika ukurasa wa 4. Iran yashughulikia haraka uvushaji meli mlango wa bahari wa Hormuz, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ndio gazeti Mwanaspoti lenye limeandika watatoboa hapa ni mastaa wawili Simba Yanga, Beka achora ramani nusu finali CRDB, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ratiba FA leo Jumamosi ni Simba dhidi ya Coastal Union saa 9 na dakika 30. Kesho Jumapili ni Yanga dhidi ya Azam saa 9 na dakika 30. Gazeti hili limeandika WPL ilivyoondoka na utamu uchungu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Afrika ana rekodi ya namba kombe la dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 pamoja na ukurasa wa 9. Arsenal kuanza na Coventry City. EPL Man United kicheko ni Agosti 21, Arsenal dhidi ya Coventry, Hull City dhidi ya Manchester United, Fulham dhidi ya Chelsea Agosti 24. Hii ni EPL. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. FIFA World Cup leo Jumamosi ni Holanzi dhidi ya Sweden saa 2 usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba Coastal Union zakamiana shirikisho, habari katika ukurasa za ndani. Mwalin aliana ugumu wa ratiba, habari katika kurasa za ndani. Mexico yafuzu Canada, Uswiz zangara. Bafana sare, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Nyota Ivory Coast ruhusa kuingia Canada, habari imeandikwa kwenye ukurasa 22.
Arsenal kuanza na Coventry EPL. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumaliza na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, kweli daima. Habari za michezo lenye limeandika Rais Samia alipia vijana 180 kujifunza mziki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Simba Coastal na nusu fainali ya Kibabe FA leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Kocha Yanga ataja ugumu ubingwa ligi kuu. Habari katika ukurasa wa 19. Manara asema Tanzania itaandaa AFCON 2027 bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lamine Yamal na msuka wa mrembo Enes Garcia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Mavazi yanavyotingisha kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Lionel Messi amtaja Nadal. Habari katika ukurasa wa 18. Fursa lukuki AFCON 2027 zaanikwa. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika saa 9 na dakika 30 jioni, muda ambao timu ya Simba na Coastal zitapambana katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV, kwa kulitazama gazeti Uhuru, ukweli daima.